Waliofuatana na mimi, kamati ya usalama ya wilaya, jamani, hebu msogee kidogo hapa waone kidogo tu. Very good. Naona timu yangu hii? Very good. Ni hii hapa. Safi. Machibia upo? Mkongo. Safi kabisa. Zoezi hili. Lakini nipo na timu ya mkurugenzi. Jamani, mimi na ninyi ni kitu kimoja. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwa mara nyingine tena ametukutanisha hapa. Nipo na ninyi wenyeji wetu Kasulu, Lwakaremera, viongozi wote wa serikali, wa wafugaji, waheshimiwa madiwani wetu, mko hapa. Nimefurahi mno. Leo ni siku kama sikosei ya 4 ya 5. Tulianza wiki iliyopita Jumamosi, si ndio hivyo? Ndio. Mliokuepo. Jumanne nilirudi. Sijui juma ngapi nilirudi. Jana nilirudi. Ijumaa leo nirudi. Nipo. Kwa nini? Kwa sababu moja tu, ajenda yetu ni moja. Mlikuwa na mgogoro wa siku nyingi. Lwakaremera, eka zaidi ya 1400 walikuja wataalamu wetu, walipima hili eneo. Ni kubwa mno kama linavyoonekana kwa wale ambao wamefika leo. Hii milima mpaka huko kwenye buruburu ni eneo moja hilo lote hilo. Alikuwa anamiliki mtu mmoja. Ndio hivyo jamani? Ndio. Wewe mnanirekebisha kama nakosea. Sawa. Eka zaidi ya 1400, lakini tukihesabu vizuri 1500 600 zinafika hapa. Sahihi kabisa. Hapa, uongo kweli? Kweli. Mtu mmoja miaka yote anajidai. Mtu huyu mmoja alimiliki lini? Nimejaribu kufuatilia huko nyuma huko, sijui toka lini anamiliki ile eneo. Nafikiri ni zaidi ya miaka 10. 20. Miaka 20. Unaona wajanja mpo. Zaidi ya miaka 20 mpo. Memwangalia. Sio mbaya. Wananchi wa Lwakaremera mnasubira siku zote kama tulivyo wa Tanzania. Si ndio hivyo? Ndio. Ni utamaduni wetu. Ni mila zetu. Ni ustaarabu wetu wa Tanzania. Huwa tunasubira siku zote. Uongo kweli jamani? Kweli. Ndio, tumekuwa na subira. Wakuu wa wilaya kadhaa wamepita. Na mimi nikiwemo. Mimi bado sijapita, unasema na mimi na wamepita tena. Mimi bado nipo. Lakini wote watangulizi wangu wameshuhudia huu mgogoro. Mimi nikasema hapana, nakuja na 40. Jamani, mlikuwa mnaingizwa mkenge miaka yote. Nimechungulia mkataba uliokuwa unasoma kati yenu na huyo sijui mwekezaji, sijui muhuni tu, ni wa kitapeli. Nasema ukweli, ulikuwa ni mkataba wa kitapeli. Mkataba ule yeye mwenyewe hajasaini chini pale. Mwenyekiti wa kijiji hamna. Mtendaji yawezekana na yeye sio sahihi yake. Akafoji tu mtu mwingine, sio hivyo? Ukaitwa mkataba. Akasimamia pale kwenye udhaifu. Ni eneo langu. Anajiamini mtu huyu mmoja kwamba eneo lote hili zaidi ya hizo ekari 1400 ni za kwake. Mahusiano yeye na ninyi mbali. Si ndio hivyo jamani? Ndio. Mikutano ya kawaida kama hii Haji, si mwananchi wa namna gani, mwana kijiji wa namna gani huyo? Utamaduni wetu wa Tanzania, huyo unaanza kumhoji, kujiuliza, huyu kweli ni mwenzetu? Uongo kweli? Kweli. Kabisa. Haheshimu mamlaka, serikali ya kijiji, mwenyekiti, mtendaji wa kijiji, wakata, afisa tarafa, mpaka mkuu wa wilaya. Nimemwita mara kadhaa ofisini kwangu, wao wapi? Haji. Ikapelekea sasa, ndugu zangu, nikaunda kamati ndogo ya kufuatilia huu mgogoro. Huyu alipataje eka zote hizi? Nilikuwa sijawahi kufika physically.
Wakaniletea taarifa timu yangu, mkuu, kule kuna changamoto, inabidi wewe mwenyewe pata muda, fika physically mwenyewe ukaone hilo eneo. Nimefika Jumamosi, ndugu zangu, nilisema no way, hili eneo lazima tufanye utaratibu kwa kufata taratibu zote za kisheria, lirudi kwa wananchi, ni la kwenu, ni la serikali ya kijiji Rwakaremera. Ni simati sana wa kucheza na akili zetu na vyombo, si ndio hivyo? Sana 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 sana, akijua mahusiano ni mabovu yeye na sisi, huyo mwenzetu huyo. Nilivyofuatilia zaidi hili eneo miaka ya nyuma, jamani, ilikuwa ni changamoto, ilikuwa ni bezi ya uhalifu mbalimbali humu. Na poaching zilikuwa zinaendelea humu, uwindaji haramu, si ndio hivyo? Nina background yote, ndugu zangu, historia yote ya eneo hili ninayo. Ilikuwa ni hatari, lakini anayedominate ni huyu mmoja. Tunajua alikuwa anafanya nini kiusalama? Hapana, haiji. Eneo hili linaenda linaungana na hifadhi ya Burigi Chato, si ndio hivyo? Ndio. Ukitoka hapo unanyosha mpaka Karagwe. Sasa kuwa chini ya mtu mmoja, ndugu zangu, wananchi, mnieleze, mtu mmoja anamiliki, ni mambo mangapi yanafanyika huko ambayo tuyajui? Mengi. Ya hovyo ya kuhatarisha usalama wetu. Tunajua mipango inayoendelea huko. Tunaweza tukafikiri ni mfugaji tu, kumbe kuna mambo mengi ya hovyo ya kihalifu yanaendelea huko. Uongo kweli? Ni kweli. Wananchi mmejiweka kando kabisa na eneo hili. Kuna mtu anaingia huko? Kuna ng'ombe wa mfugaji mwingine tofauti na huyu huwa anaingia huko? Ni yeye. Hiyo sio kujimegea ka eneo kama ka nchi. Ndio. Mniambie basi. Utawala binafsi. Na sisi vyombo tulikuwa tuna mzumu tu. Tunamzumu, tunamvuta karibu. Sasa ameshaingia kwenye range kwamba ili eneo sasa hapana. Mkipiga makofi yawe yenye uhai, sio papa. Mnaona hii milima hii? Hii milima kiusalama, kijeshi, hii milima ni muhimu sana. Unaweza ukaitumia kwa ajili ya kufanya observations za mbali. Ukiwa hapo unaweza ukaona mpaka kule karibu na na Karagwe. Kwenye vinoo hivi, vihili hivi. Tunaelewana? Ndio. Hivi. Hata Rwanda. Yeye unaona Brighton. Najua. Ni muhimu mno. Kwa hiyo lazima viwe dominated na serikali, sio na mtu mmoja. Tunajua anavitumia kwa manufaa gani? Si hatujui? Haya mabonde haya kwa sisi kijeshi tunaweza tukafanya mazoezi ya kila aina. Watu na phases, tunaita phases 4 za kimapigano kwenye vita. Kuna kwa advance, kusonga mbele hivi Kuna kushambulia, offensive operations. Kuna kufanya defense, mkaweka kama tulivyokaa hivi. Mkiona mapigano hayana manufaa, mna withdraw, mnarudi nyuma. Yote mnaweza mkafanya hii training humu. Wanajeshi wetu wanajua. Kuna maji humo. Watu wanasonga mbele, wanafanya offensive operations, wanapumzika defense, wanakunywa maji. Si ndio hivyo? Ndio. Kuna mito iko humu. Nimezunguka jamani Jumamosi kote humu mpaka miguu yangu iliumuka marengelenge, blisters humu. Kwa kutembea. Viatu nilikuwa na hivi, nilichemka kama moto hivi. Humu kumalizi eneo hili la mtu huyu. Mpo tu mmekaa pembeni huko. Tulisema twende kisheria, wengine mkao mnakuja usini kwangu kulazimisha tumaliza hata siku 2-3. Nikasema hii ni serikali ya utawala bora, serikali inayofuata mifumo ya sheria. Tunalimaliza kwa utaratibu mzuri
wa kisheria. Uongo kweli? Kweli. Mikataba yake ile hata mwanasheria yuko pale haja approve. Ni fake tu, ilikuwa inatengenezwa kihuni. Kwa hiyo hakuna hata cha kukoti mle. Yote ni uongo. Ekari hizo tunazosema 1400 hazimo mule kwenye mkataba, zimeandikwa? Hapana. Zimo? Hazimo, ni mkataba huo? Nauliza basi. Mbona mnatoa macho tu? Hapana. Sio mkataba ule. Hakuna cha eka 50, 100, 1000 ngapi, hazimo. Hicho kipengele kiliachwa. Hakiko specified. Ni mkataba kweli huo? Unaweza kusimama mahakamani kweli jamani hivi kweli hivi? Na mapungufu yote yale? Haiwezekani. Kwa hiyo wasitudanganye. Hata wanaosimama na huyu jamaa yuko sawa, ni waongo wale wahuni. Walishafika bei. Ndio. Hao, si ndio hivyo? Ndio. Humu tuko makundi mengi humu. Hizi wafiti. Wapo wako upande ule wamefika bei. Ndio. Tukisema hata tuje huku wengine wanakata kona wanatoweka hatu waoni hapa. Ndio. Wamefika nini? Bei. Nchi haiendi kihuni hivyo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa nilivyoongea naye nikampelekea barua akasema akanijibu juzi niliwaambia. DC limalize na nipate taarifa hizi. Haraka sana. Nimepewa amri na Mheshimiwa Rashid. Kanali, DC Kanali. Alo, nachukua muda. Kazi zangu ni hivi, jamani, kazi zangu ni za polisi za ovyo ovyo hivi. Nilikuwa na advance na vijana wangu hawa. Paka unashangaa, mzee. Wewe ni kijana mzee. Na karibia miaka 60 hapa, wote hapa ni chini ya miaka 50. Lakini tukianza hivi, route march, wewe mwenyewe nitakuacha umekaa hapo. Sahihi. Ndio maana nimeswaga mbuga rote hili, milima yote hili. Hili eneo ni la kwenu, wananchi wa Ruaha. Mpelekeni tena taarifa kwamba tayari limeshaondoka. Asante. Tulikuwa tukija hapa, ndugu zangu mnielewe, tulikuwa tukifika hapa asubuhi ng'ombe wameshakimbizwa, wako wapi? Hifadhini. Gemu, huwa mnaita gemu Gemu. Usiku hao wanakuja wanatulia hapa kwenye kijiji. Jana niliwatukana sana, siji juzi jana. Na nini, acheni bana akili mbovu hiyo. Ulinzi shirikishi, hiyo concept maana yake ni na ninyi mjilinde, ile eneo sasa ni la kwetu, mlilinde.